Yako mambo ambayo mnawaza nyinyi lakini sisi hatuyajui. Na wakati mwingine yako mambo tunayapanga sisi lakini nyinyi hamyafahamu. Hasa mwisho tunakutana kwenye utekelezaji tunabaki kugongana tu. Tunavutana we. Mwisho wa siku inakuwa serikali ni yao na sisi ni wananchi. Ni kama vile wananchi wanakuwa kwa tofauti na serikali yao ndani ya nchi yao. Jambo ambalo sidhani kama ni jema wala tunahitaji kuwa nalo kwenye mkoa wetu. Lakini kama ambavyo mnafahamu, viongozi wetu wote wanaotuongoza kuanzia rais wa awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka sasa ya tano wamekuwa mstari wa mbele kutamani kila mtu apige hatua. Kutamani kila mtu awe na maendeleo stahiki. Sisi wasaidizi wao kazi yao yetu kubwa ni kutafasiri kile ambacho wazee wetu wamekitamani kitokee kwenu. Sasa sisi tuna mawazo ambayo mimi nimekuwa nayo kwa muda. Lakini mawazo haya ni chimbuko lenu. Siku moja nimepita pahala nikakutana na rafiki zangu madriver taxi. Walilalamikia kweli juu ya usafiri mpya ulioingia hapa mjini unaitwa Uber. Baba, na Uber inaharibu kabisa biashara yetu. Sasa niliposikiliza pale nikaona kuna hoja moja inaongelea habari ya kuua soko, kwamba Uber imekuja kuua soko. Sasa watu wanakaa kwenye vituo vile vilivyopangwa kihalali kabisa, hakuna mteja. Kumbe wateja wanapatikana juu kwa juu na wengine wakisema bwana hali ngumu, rais amebana kila kitu. Kumbe sio swala la rais. Ni kuna vitu vipya vimeingia. Matokeo yake sasa wale tuliobaki kwenye mfumo wetu wa zamani tunaonekana tumepitwa na wakati na tunakosa kipato. Siku moja nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bwana, Uber ni kiboko. Nikamwambia vipi? Kwanza ukiwatafuta ni dakika 2 tu umewapata. Lakini pia hata gharama zao ni ndogo kuliko gharama za taksi. Hasa nikawa najaribu kuwaza, hawa wanaokaa kwenye vituo kama taksi wanalipa kodi. Inawezekana ndio maana gharama zinakuwa kubwa. Hawa watu wa Uber wanalipa kodi au ni ujanja? Kama wanalipa kodi, wanalipa sawa na wenzao? Sasa najua tumegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza tunazo taksi zinazomilikiwa na kuendeshwa na wamiliki wenyewe. Mtu ana taksi yake na anaiendesha mwenyewe. Kwa kama biashara ni ngumu anajua leo biashara. Lakini la pili tunazo taksi ambazo zinaendeshwa na madriver taxi ambao wameajiriwa na wamiliki na kupewa kiwango kwamba wewe lazima kwa siku ulete shilingi kadhaa. Eza biashara ni mbovu, biashara ni nzuri, yeye lazima apeleke kile kiwango. Lakini kundi la tatu tunazo taksi ambazo ni taksi bubu. Hali imekuwa tete, anaingiza barabarani, anapiga mzigo siku moja siku mbili, mambo yake yakinyoka, ashakusanya hela, narudi, anaendelea mambo yake. Sio taksi iliyosajiliwa kama taksi. Kwa haya makundi yote matatu, ukiongeza sana kundi jipya lilokuja la Uber, maana yake tunakuwa na makundi 4 yote yanatumia fursa ya kutafuta wateja na mbinu mbadala au mbalimbali, kila mmoja aweze kuhakikisha amepata kitu. Sasa leo nikasema tukutane, niwasikilize nyinyi wenyewe, mna maoni gani katika hii mifumo tulionayo? Mnasema nini juu ya Uber? Changamoto zipi mlizonazo katika upande wa taksi? Alafu mwishoni tuanze kufikiri kwa pamoja, serikali inawezaje kupata kodi yake? Nyinyi mnawezaje kuendesha shughuli zenu bila bugza na mkawa na uhakika na wateja? Lakini mwisho wa siku wateja wanawezaje kupata huduma yenye gharama nafuu na usalama? Ukiwa mgeni hapa Dar es Salaam ukasema naenda Masaki, mtu anaweza akakupitisha kona hizo mpaka ukija kufika Masaki unasema ukipewa bei lazima tu ulipe kwa sababu unahisi umeenda kama Kibaha vile. Mheshimiwa, imefika wakati sasa hivi wamiliki wa teksi wanahamisha biashara kutoka kwenye teksi na kwenda kwenye vyombo vingine kulingana na gharama kuwa kubwa. Walifanya makadirio ya ulipaji wa teksi. Mheshimiwa, kadirio waliokadiria teksi inalingana na kadirio la HIS. Umoja wa Madriver Taxi wilaya ya Ilala una taratibu. Kila teksi inayosajiliwa ndani ya wilaya ya Ilala inaleta dokumenti zake katika ofisi ya wilaya ya Ilala. Dokumenti zile zitaonyesha kabisa kwamba wewe ni nani, unapaki wapi, na gari yako kweli inastahili kuwa teksi.
Dokumenti zile zinapelekwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Maana yake kama linatokea lolote, basi yule alifanywa uhalifu akinakili namba tu ya gari au namba ubavuni, basi inakuwa ni rahisi. Lakini zimetokea changamoto nyingi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kupelekea sasa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuzikataa zile taratibu ambazo kama chama tumeziweka. Leo ndio maana unaona rangi ya kijivu imepigwa mkorogo. Gari taxi zinafanya biashara taxi bila kuwa na utaratibu. Kwa hiyo Mheshimiwa, hizo ni moja ya changamoto ambazo zinatukabili kama madereva taxi pamoja na uongozi kwa ujumla. Kwa kweli nilipopata waliponiahidi nikaanza kufuatilia mpaka nikaelekezwa na Lasi kwamba kwa kuwa kampuni ya Uber iko wilaya manispaa Kinondoni, basi kaonana na mkurugenzi wa manispaa Kinondoni. Kweli nienda kufanya naye mkurugenzi wa manispaa Kinondoni, nikafanya naye kikao pale, akanikubalia na akanipa maafisa biashara pamoja na mwanasheria manispaa. Tulifanya hilo zoezi tarehe 4 mwezi wa 11, tulifanya ziara ya kustukiza mimi pamoja na mwanasheria wa manispaa pamoja na maafisa biashara na wengine kwenda kufanya operation ya kukagua kampuni ya Uber kama kweli. Na sasa hivi Mheshimiwa, cha kusikitisha tumekuta taksi bubu zimejaa kwa zinazosajiliwa, mfano wake hakuna. Madereva taksi wamekaa kwenye vituo wanasubiri abiria, wao wanawasajili, wanawapa nini. Tulivyowakamata zile kampuni wakakimbia wote, lakini tulibahatika kupata watatu na laptop zao tukaziweka pale. Kesi ikapelekwa Central. Kufika pale sijui kesi isha katika mazingira gani. Mimi mwenyewe nilitoka kwenda kutoa maelezo Central pale. Nimetoa maelezo, lakini kila nikifuatilia kesi sijui imekwenda wapi. Lakini baadaye nikapata taarifa kwamba manispaa hawapati ushirikiano kutoka TRA ili kufungua zile laptop tukague ni idadi ngapi ya taksi bubu zilizokuwa zinatumika katika Uber ili serikali iweze kuchukua mapato yake. Bahati mbaya TRA mkoa wa Ilala walikuwa hawatoi ushirikiano. Lakini nikaenda kufanya kikao tena na meneja wa Ilala. Nilipofika pale meneja wa Ilala akaniambia faili ya Uber hatuko nalo, liko TRA Kinondoni. Kwa hiyo barua yako ielekeze Kinondoni. Nikatoka hapa nikaenda meneja ya Kinondoni, nikafanya naye kikao. Akanambia mimi ndio kwanza nimehamia juzi, sijui kwanza Uber naisikia kwenye mtatu. Wala hatuko katika system yetu, hatuna kampuni inaitwa Uber. Ila tulifanya operation kutafuta kwa hakuna. Nikamwambia sasa mimi nakupa kama katibu wa wamiliki na kueleza Uber tunakamata huko polisi na tumekuta taksi bubu nyingi zinasajiliwa na kuomba kama TRA ndao wa kodi. Naomba kwanza ukazishughulikie zile, zikishatolewa zile hatua nyingine itafuata. Yule bwana akasema sawa, lakini baadaye nikaambia akasema kama unasema kweli ulijui kampuni ya Uber iko katika TRA wala haiko ndani ya system, naomba unijibu kwa barua. Akakataa. Nikamtishia kwamba nitakwenda kwa commissioner, atanijibu yeye kwa barua kwa nguvu. Baadaye baada ya wiki moja tukaenda kufungua DSF tukakuta barua ametujibu hii hapa. Barua alitujibu hii hapa. Amekiri kwamba Uber iko na yenyewe ina TIN number. Wakati mwanzo katika kikao tulichofanya walikataa kwamba hakuna hiyo kampuni wala tuijui. Nikaona hapa iko kuna nani hapa, kuna namna ipi. Sasa Mheshimiwa, tumeendelea kufuatilia hili zoezi TRA mpaka ile kesi sijui kukuishia imekwendea wapi hiyo kampuni ya Uber. Lingine tumeendelea kufuatilia kujua kweli kama kesi imekwisha. Hizi bubu zipo mtaani. Tumefanya uchunguzi, tumeendelea kukuta bubu bado zinatumika na kampuni ya Uber. Tukaona tena hii changamoto bado haijakwisha. Nikafuatilia tena kwa mwanasheria ambaye na kitengo cha biashara cha manispaa Ilala ambacho ndio kampuni ya Uber ipo hapa. Kwanza tukabaini kwamba Uber yenyewe kumbe haikusajiliwa Ilala, ilisajiliwa Kinondoni. Wana leseni Kinondoni. Sasa tukaona hii tatizo anyway. Lakini kuja kufuatilia barua ya mwisho nimepewa Mheshimiwa, hii hapa nimepewa juzi tu, hata wiki moja baada. Nimepewa na kitengo cha biashara, nimepewa na mwanasheria wa manispaa Ilala anayenithibitishia kwamba bubu bado zipo kwenye kampuni ya Uber. Hii hapa Mheshimiwa, nitakuletea kutaja. Nimepewa kabisa, nimeambiwa bado Uber zipo kwenye kampuni ya bubu, na huyu mwanasheria kwa kuwa akasema hii sio idara yake, akanielekeza niende kwa mweka hazina Municipal Treasury nikishirikiana na kitengo cha biashara ili tuendelee kudhibiti hizo bubu. Hatuko tayari kufanya kazi na Uber mpaka tupate barua inayotuthibitishia kwamba taksi bubu zote zimeondoka katika mtandao wa Uber. Zikiwa hazipo, tunaweza tukakaa chini na kampuni ya Uber tukazungumza nayo na tukaweza kufanya biashara. Sasa tukatai mabadiliko. Mimi naomba niishie hapo Mheshimiwa. Tutawapiga. Kwa sababu mimi siwezi kukaa kutwa mzima sijapakia. Yule wa Uber anaenda kupakia kiasala kijiweni, itakuwa atukae sawa. Leo anakuja mtu anakuja kututuma sisi kwa kututembeza viuno vinauma, alafu unakuja yeye anachukua kodi kubwa, sisi tunachukua hela ndogo. Katika 3,000 ambayo unamchukua abiria kutoka naye hapa kwenda naye Kariakoo, yule mwenye Uber anachukua shilingi 275. 750. Nabakiwa na shilingi 2,250. Niulize, natumia gharama mafuta kiasi gani kumpeleka yule mtu Kariakoo? Na ndio maana watu wamesema hawanaikataa Uber. Uber wakae na wabia. Sisi ndo wadau. Wanavokaa na sisi, bwana gharama ya usafiri. Mafuta shilingi ngapi? Mafuta shilingi 2,000 au 1,800. Sawa, natoka hapa Kariakoo
mpaka mnatoka Kariakoo mpaka Ilala shilingi 3000. Sasa 3000 hiyo nikitoa 1800 nitabakiwa na shilingi ngapi? Sasa niwaombe, mkipata wiki moja uongozi, nimefurahi sana katibu wa hatua ulizochukua. Niwaombe muwe na wiki moja. Leo Alhamisi, mkakae. Alhamisi ijayo viongozi mje wachache, hakuna sababu ya kuja wote. Mje na mapendekezo yanayoweza kujibu shauku na matamanio yangu na baadhi ya wananchi. Mimi nachotaka kwenye mkoa wetu sasa, tuondoke kwenye biashara ya kukadiriana. Tunakadiriana sisi abiria na mwisho wa siku tunakadiriwa pia na TRA. Nataka abiria wasikadiriwe, wajue gharama. Nataka TRA isiwakadirie, ijue haki zake kwenu. Naomba kurudia. Nataka abiria asikadiriwe, ajue gharama, na nataka TRA isiwakadirie nyinyi madriver taxi, wajue pesa wanaopaswa kuitoa kwenu, ili na wewe uwe na uhakika wa kwamba unachokipeleka TRA ndicho kinachostahili kupelekwa. Sio unapeleka kiwango ambacho umekutana na mtu tu amenuna pale, damu zenu sio hazikubaliana, sio damu zinakubaliana vipi, utafikiri unataka kuchangiana damu, gharama inapanda, mwenzako akija inaweza ikashuka. Na unaweza kukuta kuna baadhi ya viongozi wa TRA wana taksi zao, wakienda gharama zao wanazijua, nyinyi mkienda zinakuwa ziko. Hiyo jambo nataka tulikomeshe. Tunalikomeshaje? Mawazo nilionayo, nataka Dar es Salaam yote taksi zote ziwe za Uber, ziwe za taksi mnazopaki nyie, awe mtu yoyote yule registered aanze kutumia mashine zitakazoonyesha umbali wa safari anayokwenda. Ili tuwe na huu mzizi wa fitina mwingine huu. Utatuambia wewe unapigaje 20,000 wakati wenzako tunachoma mafuta kwa gharama hii? Mmenielewa nikisema hivyo? Manake kama wakitaka nao wataingia kwenye mfumo, na sio kwamba swala la kutaka, nikishaamua mie na nyinyi ndugu zangu mkishalielewa, tunaliweka kwenye utaratibu, ndio utaratibu wa vyombo vyetu vya usafiri vinakuwa hivyo hapa mjini. Ndani yake tutapata unafuu, badala ya kumchenga mtu, na wale wanaotumia taxi bubu tutawaondoa. Sababu abiria yoyote yule atakayeingia kwenye taxi bubu, yatakayomkuta itakuwa ni yeye amejitafutia mwenyewe. Usituambie ya kwamba umekabwa, umepolwa, umeibiwa kitu chako kwa kwenda kwenye chombo ambacho hakitambuliki. Lazima wote warudi kwenye mfumo wa vyombo vinavyotambulika na TRA, vinatambulika na SMATRA, vinatambulika pia na polisi wetu, na vinatambulika kwa mujibu wa sheria zetu za usafiri ndani ya nchi yetu.